Rais Samia, moja kati ya kitu ambacho alikuwa anapewa credit sana ni kwenye eneo la demokrasia na haki za binadamu. Hivi karibuni kumekuwa kuna malalamiko makubwa kutoka ndani na nje ya nchi kwenye eneo hilo, hasa kutokana na vile vitendo vinavyoitwa kupotea kwa watu pamoja na utekaji. Na hivi majuzi kituo cha sheria na haki za binadamu hapa nyumbani kimezindua ripoti yenye jina la The Return of Unknown Assailants, kwamba kurejea kwa wasiojulikana, kwamba ni kitu kilichopotea lakini kimerejea kwa kasi mwaka 2024 mpaka mwaka 2025. Na hata hapa Mbeya kuna watu wanabandika mabango huko barabarani ya kumtafuta mtu anaitwa Mdude, na wameweka dau, mkuu wa mkoa hapa ameweka dau la milioni 5, lakini wanachama wenyewe wa Chadema wameweka dau la milioni 10. Milioni 15 zipo hapa Mbeya za kumtafuta mtu anaitwa Mdude. Vitendo hivi vya watu kupotea au watu kutekwa vinaonekana kama vimeshamiri ama vimerejea kwa kasi, na watu wanadhani bunge lililo chini yako kama spika lilikuwa lina kila sababu ya kusimamisha shughuli zake na kulijadili kwa kina. Wewe unasemaje? Sasa naamini swali lako ni hapa mwisho kwamba bunge lilipaswa kujadili, sio? Kwanza nieleze masikitiko yangu, kwa maana ya kwamba mimi kama mwanadamu mwingine yote nasikitika, kwa maana ya kwamba kama mtu hamuoni ndugu yake, hamuoni rafiki yake, hamuoni jirani yake, ni jambo linalosikitisha. Kwa nini? Kwa sababu ndugu bwana, huwa tunasikitika hata akiwa anaumwa, yani unatamani apate afya. Lakini sasa kama hujui yuko mazingira gani, hofu inakuwa kubwa zaidi, kwa hivyo unakuwa huna amani. Kwa hiyo niungane na Watanzania wanaosikitika kuhusu jambo hilo. Lakini niseme hivi, umesema kuhusu kupotea, kuhusu kutekwa, na kwamba taarifa inasema kurejea. Kwa wasiojulikana. Hilo neno kurejea sijui ni kurejea kutokea wapi, sijajua. Lakini hoja ya kujadiliwa na bunge, utaratibu wa bunge kufanya kazi ni kwamba hoja inapokuja inajadiliwa. Ikishajadiliwa yanatoka maazimio. Maazimio kikatiba ni maelekezo kwa serikali. Kwa hivyo hakuna namna bunge litaweza kujadili jambo alafu likaishia hewani. Yaani hiyo nafasi huwa hakuna. Na ndio maana hata mtu akisimama akasema mwongozo wa spika, nikamsikiliza nikiwa sina hakika, nasema ngoja nikatazame. Kwa nini? Kwa sababu hutaki kusema jambo ambalo huna hakika nalo. Kwa nini? Mhimili wa bunge ni mhimili ambao ni chombo ambacho ni wawakilishi wa wananchi, na katiba imekipa kazi ya kuisimamia serikali. Kwa hivyo huwezi pia kutoa maelekezo ambayo hayawezi kutekelezeka. Kwa mfano, yani utakiwa ufikie mahali uanze kusema ili bunge limeazimia lakini halitekelezeki. Kwa nini? Kwa sababu ya zile heshima za hii mihimili. Lazima bunge litoe maelekezo kwa serikali na serikali lazima itekeleze. Tukishaita ni azimio, ni maelekezo. Mjadala wa kuhusu jambo hili, yule aliyelileta jambo hili bungeni alisema hivi: upo utekaji unaoendelea, unafanywa sijui na hakusema vyombo vya dola, nadhani alisema polisi. Alikuwa very specific. Alisema polisi na mambo kama hayo. Mimi na wewe Chazi, japokuwa nimekuzidi umri, lakini naamini hili unaweza kuwa unalijua. Wako watu huwa hawaonekani, wako watu wanapotea. Ili useme mtu ametekwa, kwa maana ya neno kutekwa, lazima mtu yani yalikuwepo matumizi ya nguvu ya kumchukua huyu mtu kutoka sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Kama hakukuwa na mtu aliyeona, huwezi kusema ametekwa. Mpaka yeye apatikane ndo aje aseme kwamba nilikamatwa kwa nguvu eneo fulani, nikaingizwa kwenye gari, watu walikuwa na silaha ama hawakuwa na silaha, lakini wakishakuwa watatu manake wamekuzidi nguvu, sio? Kwa hiyo huwezi kusema lazima wawe na silaha. Hata wasipokuwa na silaha, kama hilo jambo hukuliona, huwezi kusema fulani ametekwa. Kwa nini? Hujui amepotea mazingira gani. Sasa nitakupa mifano. Wako watu hawakuonekana hata miaka ya huko nyuma, hawajaonekana muda mrefu, lakini kuna kitu kinaitwa stowaway. Umeshawahi kusikia? Umeshawahi kusikia kitu kinaitwa stowaway? Hapana. Yaani kwa mfano wewe unajua maisha mazuri yako nchi fulani, sawa? Ukaamua kwenda huko kwenye nchi, ila kwa sababu huna hakika,
hujawaaga ndugu zako, jamani mimi nimeona maisha mazuri yako nchi fulani, mimi naenda huko. Baadaye watu wanakuja kupata taarifa, jamani yule mtu tulisema hapa hayupo, yuko wapi? Amepata sasa au amejipata mtani. Tunasema amejipata, anatoa sasa taarifa au yeye mwenyewe anarejea. Kwa hiyo wako watu ambao pengine hawapo kwa sababu wamestowaway, sio kama wamefariki au wamepotea au wametekwa. Hajapotea, hajafanya chochote, amestowaway. Ukitoka hapa utaenda uangalie stowaway maana yake. Hilo moja. La pili, wako watu wanatafutwa mpaka leo. Wako watu ambao walikuwa wanatafutwa, wamekutwa wameshafariki na washazikwa. Sasa kwamba alitekwa ama mazingira alikuwaje, mimi na wewe hatujui. Lazima polisi wafanye nini? Uchunguzi. Sasa hili neno inaonekana kama vile sijui niseme tumelizoea. Kwa hiyo mtu hajamuona Chazi ametekwa. Mtu siku mbili sijui hivi, mnamkumbuka ule diwani alienda kukutwa Temeke sijui wa Dar es Salaam? Naam, kutoka Kawe. Mnamkumbuka eh? Namkumbuka vizuri. Kama ingekuwa mazingira haya, yule diwani watu wangesema nini? Alikutwa na mambo hivi ya kipwani, yani alipotea kidogo akarudi. Lakini katika ule uhalisia si wangesema ametekwa, kwa sababu umerahisishwa huu msamiati. Sasa ukitumia mfano huu mtu atasema kwa nini kutumia mifano mingine? Hata huyu naye alikuwa anatafutwa na ndugu zake na wangeweza kusema ametekwa. Lakini yuko hai na anaendelea na maisha, anaangalia na TV na nini. Yuko zake huko. Hiyo ni mfano mmoja. Mfano wa pili niliutoa hata hapo majuzi. Kuna wafanyabiashara walipotea hapo, tunasema walipotea kwa sababu walikuwa wanatafutwa na ndugu zao. Wakaja kukutwa wamezikwa kwa mganga wa kienyeji. Sasa kwamba ule mganga wa kienyeji ndo aliyewafuata huku hatujui. Kwamba walifuata kule matibabu wakajikuta wamefariki hatujui. Kwamba pale walipofika kuna wabaya wao wakaenda kwa sababu ni wafanyabiashara hatujui. Lazima polisi wafanye uchunguzi, wale walikufa vipi. Kwa mfano, wale watu hawajawahi kukutwa na makaburi ya kukutwa. Wale wangeitwa wametekwa, hatujui walitekwa. Kule Singida, nadhani ni Singida kama sijakosea, wako watu wamekutwa makaburi sijui 10 ngapi, 12 nadhani, kwa mganga wa kienyeji. Wale watu wanatafutwa na ndugu zao, na mle wale watu hawana alama ya huyu ni wa chama gani. Sasa tuassume kati ya wale 12 wako wa chama fulani 8 na wengine 4 wa chama fulani. Mtu anaposema kwamba polisi, wale watu 12 waliozikwa kule, wale wamekutwa polisi, wamepigwa na polisi wakafa? Hapana. Twende Mwanza. Kuna kiongozi wa chama cha Mapinduzi anatafutwa na ndugu zake. Mmemsikia au hamjasikia? Anatafutwa. Sio mjumbe wa neki, ni mjumbe wa mkutano mkuu nafikiri. Anatafutwa na ndugu zake. Kusema yule ametekwa au hajatekwa, lazima awepo mtu aseme nilikuwa naye, nikamuona kuna gari imepita, wamemkamata, wamemuingiza kwenye gari. Yule ametekwa. Lakini kama hukuona, ila watu wanasema hivi fulani jamani yuko wapi? Hatumuoni, timu hazipatikani. Huyo amepotea, unaenda polisi kushtaki, huyu mtu haonekani. Hapa Mbeya ilishawahi kutokea huko nyuma. Sio kama mnaijua hii kesi ya mwanafunzi. Mwanafunzi kutoka shule ya sekondari Panda hiyo. Sio kama mnaikumbuka hii kesi. Alitafutwa yule binti jamani. Alitafutwa yule binti. Yaani watu wote huku mioyo ilishuka namna wazazi wanavosema, yani kuhusu mtoto, kuhusu nini. Mtoto akaja kukutwa wapi? Mbalizi hapo. Yuko zake anavaa zake mavazi ambayo kwa kweli kugundua kwamba ni yeye sio. Lakini na yeye anajua. Kwa nini? Kwa sababu anaishi kwa mtu na taarifa anazisikia kwamba anatafutwa. Yaani anatafutwa sio tu na wazazi wake. Yaani serikali yenyewe inamtafuta lakini ule mtoto tuseme hivi mpaka leo hajapatikana. Ila yuko kwa mtu. Wale wazazi wanasemaje? Tena kipindi hicho ndo neno kutekwa lilikuwa limekolea kweli. Mtoto ametekwa. Tukaja kumkutaje? Mazingira aliyokutwa. Maana yake ninachojaribu kusema ni nini? Hoja inapoletwa bungeni, kile kinachoazimiwa ama tunachoazimia ni maelekezo kwa serikali. Ukisema kwamba polisi wanateka watu, sawa. Unataka bunge lijadili? Wewe unao ushahidi? Huna. Wa kwamba ni polisi wanaofanya nini? Wanaoteka. Kwa mfano ule wa Kiluvia, kesi hiyo si mnaijua? Hivi ule kwa mfano angekamatwa, yale mazingira yale ndio yanaitwa kutekwa. Yule sasa, wale mashahidi walioona ndio ni wangesema tumeona. Yule ametekwa. Na kwa mfano wale watu wangefanikiwa kuondoka naye. Si ni kwamba ni polisi, kwa sababu baadaye ikaja kutokea kwamba na pingu alikuwa nazo, sijui nani. Si kila mtu angesema ni polisi, lakini wale ni polisi. Kwa hiyo mwisho wa haya unagundua kwamba pengine yako mazingira ambayo hata hii misamiati matumizi yake sisi kama Watanzania yani tunaitumia kwa namna isivyostahili.
bunge linaweza kujadili jambo, na ndio maana kanuni yetu inaruhusu jambo la dharura. Yule anayetoa hoja ya dharura lazima liwe ni jambo, na hapa nitakupa mfano mmoja, mnivumilie tu. Lazima liwe ni jambo ambalo bunge tukishajadili, tunaazimia, tunaiagiza serikali cha kufanya. Huyu anapoleta hoja kama hii, bunge mnaazimia nini? Kwa sababu yeye mwenyewe hana ushahidi. Atasema nilisoma hapa, nilisoma Twitter, nilisoma hapa, gazeti limesema, taarifa imesema. Sawa, wewe wewe si mwakilishi wa wananchi, wewe unasemaje ili tulipeleke sasa bunge kwenye maamuzi? Atakuwa na kipi cha kusema? Hana. Kwa hivyo bunge haliwezi kukaa likasema wewe hebu sema kidogo unachojua. Wewe na wewe sema. Kwa kweli jamani serikali imesikia. Lazima lifanye maamuzi yanayotoka kwa sura ya maazimio. Mfano wa azimio ambalo bunge limewahi kufanya kwa hoja ya dharura. Kuna kipindi nadhani miaka 2 imepita. Wanafunzi wa vyuo vikuu mikopo yao. Yaani kuna watoto walidahiriwa na vyuo. Wameenda huko wakijua watapata mkopo, wametoka familia duni ama familia za watu maskini. Wamefika huko mikopo hakuna, wakawa wanarandaranda tu. Wanarandaranda pale Dodoma, wanarandaranda kila mahali, yani kuna hao wanafunzi kundi kubwa kabisa. Wale wa Dodoma pale kila mtu kawaona. Huyu amelala Kiplefti, huyu yuko kituo cha basi, huyu yuko. Sawa sawa. Hoja ikaja bungeni. Mheshimiwa Spika, kuna hoja ya dharura ipi? Wanafunzi hawajapata mikopo shuleni. Si ni hoja ya wazi? Kila mtu anaona. Mikopo maana yake serikali itoe mikopo. Wale watu wafanye nini? Kwa hivyo unajua bunge linao uwezo wa kuazimia kuiagiza serikali itoe nini? Mikopo. Hoja ikatolewa. Wabunge wakaunga mkono, hoja ikajadiliwa. Baadaye ikatokea nini? Bunge likaazimia serikali wape mkopo wa wanafunzi. Hazikutafutwa hizo bilioni, zilitafutwa na serikali. Na wale watoto wakaenda wapi? Shule, wakapewa mkopo. Sasa najaribu kukupa huu mfano japo naongea haraka haraka kwa sababu ya muda, ili ujue kwamba bunge linapojadili hoja lazima lifike mahali pa kutoa maelekezo kwa serikali kupitia maazimio. Hoja yoyote ambayo itaishia inahengi, yani unasema nimesikia, hatuwezi kujadili hoja ya namna hiyo. Kwa hiyo ni hivyo.